Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu tarehe 16 mwezi wa 6 2025, juma la 11 la mwaka C wa kanisa. Masomo yetu ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 10, na wimbo wa katikati unatoka Zaburi ya 98 aya ya kwanza hadi ya 4, na kitikizano chake kikiwa ni ile aya ya pili. Somo la Injili linatoka Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 38 hadi ya 42. Karibuni sasa tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 5 aya ya 38 hadi ya 42. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu. Lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na la pili. Na mtu atakaye kukushtaki na kuitoa kanzu yako, mwachie na joo pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye 2. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako usimpe kisogo." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika masomo yetu haya ya leo tunaongozwa na dhamira kuu inayosema tusilipe ubaya kwa ubaya, bali tulipe ubaya kwa wema. Na kwa maneno mafupi tunaweza kusema tusiwe watu wa kulipa kisasi. Katika Injili tumesikia Yesu akisema, "Mmesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu mwovu." Tukitazama kwa tafakari ya kina maneno ya Kristo, tutagundua kwamba anatupa mwaliko wa kujifunza upole, msamaha, uvumilivu na unyenyekevu wa moyo pale tunapotendewa vibaya na wengine. Maana kulipa kisasi ni kuvunja amri ya mapendo, na Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 13 anatueleza maana ya upendo. Na katika ile aya ya 5 anasema upendo hauhesabu mabaya. Kulipa kisasi ni kutenda kinyume cha utu na utashi wetu. Ni kuruhusu kutawaliwa na hasira, kinyongo, chuki na uhasama. Tunapotafakari neno hili, naomba tusishawishike kwenda mbali sana au kuwaza vitu vya juu sana. Maana katika maisha yetu na mahusiano yetu wapo watu wanaoishi kwa kulipa kisasi na kuwalipa wengine baya kwa baya. Na hapo ni waombe tufanye tafiti moyo kidogo. Tujiulize na kuvuta kumbukumbu. Katika nafasi za utumishi wetu, labda kama viongozi katika nafasi yoyote ile, huo uongozi tulionao na katika nafasi hiyo ya utumishi wetu, hatujawahi au hatuna maelekeo ya kutaka kuwalipa wengine kisasi, hasa wale tunaowaongoza na wale walio chini yetu, pale wanapotutenda vibaya au wanapotenda kinyume na fikra zetu au na mtazamo wetu.
katika maisha yetu ya ndoa, tunavyoishi na wenza wetu wa maisha hao, pale inapotokea wametukosea, hatupati au hatujawahi kuwa na maelekeo ya kutaka kuwalipa kisasi au kuwatenda vibaya. Lakini katika maisha yetu labda ya kijumuiya, kiukoo, kamati fulani, shirika fulani, hatuna maelekeo ya kulipana kisasi katika hizo jamii zetu. Mwisho wa yote tujiulize, je, kulipa kisasi ndiyo namna ya kumuishi Kristo? Ninatumaini ni hapana. Na Kristo leo ametufundisha namna ya kuhusiana na kuendana na wale ambao wanatukosea au wanatutenda vibaya. Hivyo tunapotafakari hayo, tumuombe Mungu atujalie moyo wa kusamehe, upole, uvumilivu, unyenyekevu na kuwalipa wengine mema hata wanapotukosea au kututendea vibaya. Ikiwa leo pia ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025, tarehe hii tuna wakumbuka watoto wa Afrika Kusini, na hivyo siku ya leo inaitwa ni siku ya mtoto wa Afrika. Tunakumbuka mauaji ya watoto yaliyofanyika kule Soweto, Afrika ya Kusini. Ni mwaliko kwetu kuwalinda, kuwapenda watoto, hata wale ambao bado wamo tumboni mwa mama zao. Tutambue kuwa kesho iliyo bora inafumbatwa katika kuwalea vema watoto na sio kuwadekeza. Kama wakilindwa vyema, wataheshimu na kuwakumbuka wazazi wao. Na Waswahili wanasema, mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Tafakari hii imetolewa nami Frateli Gabriel Emmanuel Kashinje kutoka Jimbo Katoliki la Ifakara, naesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.